Huyu Jonathan Soa kwa uwezo ambao alionyesha Singida nusu msimu, aliingia nusu msimu akapiga 10+ goal, bao 13 na pasi moja ya goli. Simba walikuwa wamepata hazina kubwa sana kabisa, na ukiangalia situation wanayo Simba saizi pengine walikuwa na matumaini sana na Soa, na hata namba bado zinambeba. Simba amecheza mechi 4 ana goli 3 assist 1. Ukiangalia bado unaona kinamba iko vizuri, na nafikiri uwepo Jonathan Soa ndio maana uliwapa Simba kiburi kuweza kumuuza hata Steven Dese Mkwala. Kama changamoto za Soa zingekuwa zimeanza kabla dili la Mkwala, huenda Simba wasingeweza kufanya biashara, au wangefanya biashara lakini kwa kutafuta replacement yake. Simba sasa hivi unaona wanatoa ili kuwepo na Selemani Mwalimu kwenye eneo la umaliziaji, pamoja kwamba anafunga lakini bado ameona changamoto zake. Kwa namna Simba ambavyo sasa hivi inavyocheza, wangekuwa na Jonathan Soa ambaye ameamua kucheza mpira, pengine angeenda kufanya makubwa zaidi kuliko alipofanya Singida Black Stars. Kwa sababu Simba inatengeneza nafasi nyingi, lakini kwenye umaliziaji imekuwa changamoto. Hiyo kwa sababu ya kukosa mtu katili kama Jonathan Soa. Kwangu mimi unaelewa kwa nini Simba wameamua kufanya vitu kama hivi. Kuna maeneo bado hata wenyewe wameona kwamba pengine kuna mapungufu. Lakini lazima pamoja na mapungufu kwanza kutibu jambo la kinizamu. Kumtoa kumpeleka B, ina maana wanampa tahadhari kwamba wewe pamoja na kwamba una umuhimu kwetu, lakini tabia zako sisi haziendani na wewe. Na kwa muda uliokaa nje, hatusiti kuendelea bila kuwa na wewe. Kwa hiyo kama unaweza kujirekebisha, anzia hapa kujirekebisha ili uweze kurudi kwenye timu kubwa kwa ajili ya mashindano. Na muda ambao Jonathan Soa anapaswa kujirekebisha ni huu ambao ligi inaenda kusimama kidogo kupisha mashindano ya muungano. Pengine hizi wiki 2 ambazo ligi itasimama, kwake anaweza akaonyesha nidhamu kule akiwa na Simba B, na anaweza akarudi kwa timu kubwa na akarudi kwa sawa. Na unaelewa pengine kumpeleka Simba B pia kwa ajili kwanza kurudisha fitness yake bila kuwa na pressure. Kwa hiyo unaona jambo hilo kwake linaweza likawa na umuhimu, lakini pia likawa na manufaa ya timu. Unajua paka sasa mashabiki wamekuwa kilalamika kwa nini Soa asirudi, kwa nini Soa asirudi. Na Simba wenyewe wakutoka hadharani kusema Soa utukutu wake ni 1 2 3. Utovu wake nidhamu umekuwa kwenye maeneo 1 2 3. Wamesema ni matatizo ya utovu wa nidhamu ya kujirudia rudia. Kwa hiyo meneja amemwambia hakusikia. Kocha hakusikia. Lakini matatizo ya utovu wa nidhamu nje ya uwanja kwa wachezaji yanajulikana. Pengine utoro wa kambini, pengine ana tabia ambazo hazihusiani na miiko ya mpira wa miguu au mkate. Kwa hiyo kwangu mimi naona huenda Jonathan Soa sasa hivi hata mwenyewe kwenye kichwa chake kwa muda aliyokaa nje inaweza ikawa imemrudisha kwenye uwezo wa kuona sasa ninapoelekea huenda tena hata nikitoka Simba Tanzania naweza nikakosa timu ya kucheza. Unadhani Simba watakuwa na imani naye ya kuendelea naye kwa mechi zilizosalia na msimu ujao? Kwa ninavyoona kwa mechi zilizosalia, kama ataonyesha kuprove kule kwenye B, akija huku na akaonyesha performance iliyo bora uwanjani, wanaweza wakamaliza naye kwenye mechi. Lakini kuona msimu ujao kuendelea naye, bado naona inaweza ikawa changamoto. Kwa sababu unaweza ukampa tena mkataba, akarudia tena haya mambo alafu yakaja akawagharimu. Kitu ambacho nafikiri Simba sasa hivi wanachukua tahadhari pia hata kisheria na kitaratibu kwamba unamvunjia mkataba sasa hivi itakulazimika kufanya malipo mengi, lakini pia utakuwa unakosa uwajibikaji wake uwanjani. Ndio maana unaona wamempa hizo hatua za kinizamu ili aweze kujirekebisha, au kama akishindwa basi ni rahisi kumchukulia hatua kwa sababu tayari ulipewa muda wa kujirekebisha, umeonywa, vyote hivyo kufuata utaratibu huo. Kwa hiyo kwangu mimi naona bado Jonathan Soa kwa Simba inapocheza ni mchezaji ambaye muhimu. Lakini matukio yake ya kinizamu ndio yanapelekea hata umuhimu wake usionekane muhimu kwa viongozi. Na unajua hizo timu zinaenda pia wakati mwingine kwa pressure ya mashabiki. Hapa kati walionekana kabisa mwalimu. Kwa nini Soa? Mwalimu juzi amefanya vizuri, hamna mtu anemtaja Soa. Ndio maana hata hili la kumpeleka B, hujaona malalamiko kwa wanachama au washabiki kwamba kwa nini anapelekwa B asirudishwe moja kwa moja kwenye timu kubwa. Yote kwa sababu ya kuchukua hatua za kinizamu na uwezo ambao ameonyesha Selemani Mwalimu juzi, na hii pia inaweza ikafanya hata Selemani Mwalimu pia kuzidisha kiwango zaidi kwa sababu anajua yule ambaye anaweza nikagombea namba iko kwenye timu B, pengine mimi ninapozidi kuharibu anaweza akarudishwa na ikawa mbadala sahihi na mimi tena nikapotea. Kwa hiyo inaweza kuongeza daraja la ushindani na ikaifanya Simba kwenye safu yake ya ushambuliaji ikawa bora. Lakini kitu ambacho Azimu ameongea hapa, mtiririko wa matukio ya Soa tangu akiwa Medeama mpaka alipoenda Libya mpaka amekuja Singida nafikiri alikuwa yaripotiwi tu baadhi ya matukio. Na ndio maana umeona dili la kutoka Singida kuja Simba lilikuwa halina ugumu. Kuna matukio yalikuwa ndani pengine walikuwa hawana luka kuyaongea. Yule anaonekana ni mchezaji ambaye ni mwenye tabia ya kutokuwa na nidhamu pale anapokuwa ndani ya mkataba. Ni ngumu sana wakati mwingine kuweza kumvumilia. Sawa.